Na funga kazi na haya katika makala haya ya Undugulio, ambapo mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amewataka Wakenya kuwa makini, hasa wakati huu maambukizi ya ugonjwa wa Ebola yameendelea kusambaa kwa kasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na taifa jirani la Uganda. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, zaidi ya visa 900 vya maambukizi vimeripotiwa katika mataifa haya, huku watu 220 wakiaga dunia. Mudavadi akibaini kuwa ni wakati mwafaka kwa wananchi kuchukua hatua za kujikinga dhidi ya maambukizi ya ugonjwa huu kama ilivyofanywa wakati wa janga la corona. James Mwangi anaarifu. Wizara ya Afya nchini inapozidisha juhudi za kuzuia kusambaa kwa virusi vya Ebola. Mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amewataka Wakenya kuwa waangalifu dhidi ya maambukizi ya ugonjwa huo ambao kufikia sasa umesababisha vifo vya takriban watu 220 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. I think the protocols that were observed around COVID time, it's important that we start appreciating those protocols so that we can save Kenyans from the risk of this dangerous strain of Ebola, which is taking many lives in other countries. So we need to be very, very careful. We need to sanitize again. We need to go through that detail. Mudavadi akibaini kuwa ijapokuwa hakuna visa vyovyote vilivyoripotiwa humo nchini kufikia sasa, ni vyema taratibu zilizotumika wakati wa kukabiliana na corona kutumika, kama vile kunawa mikono mara kwa mara, hatua itakayopunguza hatari ya maambukizi ya ugonjwa huo. We need to be now very careful again in terms of our hygiene, personal hygiene, and how we engage. This is something that I thought I owe it to you. Niwaeleze kwamba hiyo Ebola iko. Haijafika hapa, lakini imeanza kuchukua maisha ya watu. Kwa hivyo ile protocol tulikuwa nazo wakati wa COVID tuanze kutumia tena, ili tuhakikishe kwamba kuna usafi na tunakuwa careful, kwa sababu hatutaki Wakenya waanze kuumia tena kwa sababu ya maradhi kama yale. Haya yanajia huku shirika la afya duniani likionya kuwa maambukizi ya ugonjwa wa Ebola yanaongezeka kwa kasi, zaidi ya visa 900 vikiripotiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda. We have put in place a very strong disease preparedness and surveillance system across all 22 counties, which 9 of them are counties within the very high risk areas that we shall be using for holding and isolation centers in order to facilitate treatment and care. James Mwangi, makala ya Undugu Afya.